Mwanasiasa maarufu nchini Kenya Raila Odinga, waziri mkuu wa zamani, amefariki dunia Jumatano Oktoba 15 mwaka 2025 katika hospitali ya Sri Arayam Ayurvedic Eye Hospital and Research Center, Kosatukkulam, Kerala, India, baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati wa matembezi ya asubuhi. Odinga amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Taarifa kutoka hospitali na polisi zinabainisha kuwa Bwana Odinga alikumbwa na mshtuko wa moyo akiwa kwenye matembezi ndani ya kituo cha hospitali ya Sri Arayam. Alihamishiwa hospitali binafsi ambapo alitangazwa kuwa amefariki dunia. Wafanyakazi wa hospitali wameripoti kwamba kifo kilitokea majira ya saa 3:52 asubuhi. Msemaji wa hospitali alisema, "Tumefanya kila juhudi za kitabibu, lakini Bwana Odinga hakustahimili mshtuko wa moyo." Bwana Odinga alikuwa ametua Kerala siku kadhaa kabla ya kifo akiwa na familia na madaktari wake binafsi. Alikuwa anapokea matibabu ya kiafya ya Ayurvedic ambayo ni tiba ya jadi ya Kihindi. Ripoti zinaeleza kuwa matibabu yalihusisha matembezi ya kila siku, vipimo vya kiafya na mchakato maalum wa tiba ya macho. Binti yake Rosemary Odinga pia aliwahi kupata matibabu katika hospitali hiyo kutokana na tatizo la kuona baada ya kuathiriwa na ulemavu wa mishipa ya macho mwaka 2017. Bwana Odinga mara kadhaa alieleza shukrani zake kwa hospitali hiyo kwa kusaidia binti yake kurejea kuona kwa kiasi kikubwa. Raila Odinga alihudumu kama waziri mkuu nchini Kenya kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013 wakati wa serikali ya muungano baada ya ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007-2008. Aidha, alikuwa kiongozi wa upinzani kwa muda mrefu na alishiriki katika siasa za taifa kwa zaidi ya miongo mitatu. Alihudumu kama mbunge wa Langata kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2013 na mara nyingi alichagua kuwania urais wa Kenya. Katika siasa za Afrika Mashariki, Odinga alijulikana kama kiongozi wa hoja thabiti, mchangiaji wa mageuzi ya katiba ya mwaka 2010 na mwakilishi wa maono ya maendeleo ya kidemokrasia. Alikuwa pia mshiriki wa mashirika ya kimataifa katika masuala ya miundombinu na maendeleo ya bara la Afrika. Hospitali ya Kerala imeeleza kuwa mwili wa Bwana Odinga unahifadhiwa kwa wakati huu ukisubiri taratibu rasmi za kibalozi na maagizo kutoka ubalozi wa Kenya New Delhi. Taarifa zinaonyesha kuwa mwili utahifadhiwa kwa njia ya kitaalamu kabla ya kusafirishwa nchini Kenya. Serikali ya Kenya na ubalozi wake zitaratibu namna ya kumleta nyumbani pamoja na ratiba ya mazishi rasmi. Hali kadhalika, viongozi wa kisiasa wa Kenya na wakazi wa diaspora wanatarajiwa kutoa rambirambi rasmi kwa familia. Habari za kifo cha Raila Odinga zilisambaa haraka katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya Kenya na kimataifa. Wafuasi wake, wanasiasa wa sasa na wa zamani, pamoja na wananchi wameshukuru mchango wake katika siasa za kidemokrasia, mageuzi ya katiba na utetezi wa haki za kiraia. Mitandao ya kijamii imejaa ujumbe wa rambirambi na kumbukumbu za kazi zake, huku wengi wakimuelezea kama kiongozi aliyeacha alama isiyofutika katika historia ya siasa nchini Kenya. Kifo cha Raila Odinga ni pigo kubwa kwa siasa za Kenya na Afrika Mashariki. Mwili wake upo Kerala, India, na unasubiri kusafirishwa Kenya kwa taratibu rasmi za kibalozi. Urithi wake kama kiongozi wa mageuzi ya katiba, waziri mkuu na kiongozi wa upinzani utaendelea kuenziwa na vizazi vijavyo. Wakenya na mashabiki wake duniani wanakumbuka mchango wake wa kudumu katika historia ya kisiasa, utetezi wa haki na maendeleo na juhudi zake za kuunganisha taifa. Pumzika kwa amani, Raila Odinga.